naitwa Mwalimu Meshak Lupakisyo Kapange, ni katibu mkuu taifa wa chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania cha KAMWATA. Tunawashukuru kwa sababu mara zote mmekuwa pamoja na sisi. Hatukuwepo hewani, hii tunatokea ni mara ya pili baada kutoka kifungoni. Tulikuwa kifungoni kwa muda wa miaka 6 na miezi miwili. Katika miaka 6 na miezi miwili yako mambo mengi ambayo tulikuwa tunashughulikia hayakupata mwafaka, alilala, lakini yako mambo mengine yameibuka. Tumeita leo ili tuweze kuzungumzia jambo ambalo kila Mtanzania analijua na analizungumza, lakini tulizungumze katika muktadha wa wafanyakazi, specifically walimu. Tanzania ni nchi huru. Tunapozungumzia uhuru wa nchi, sio tu kitendo cha kumuondoa mkoloni ama yule binadamu mwenye rangi nyeupe na kupepea bendera ya kwetu. Uhuru huu una nyanja nyingi na una vigezo vingi. Tunapozungumzia uhuru wa Mtanzania ni uhuru wa kusafiri kwenda atakako, uhuru wa kula na kunywa anachokitaka, uhuru wa kuchagua dini na kuabudu, uhuru wa kujumuika na kukusanyika na mambo mengine yanayofanana na hayo. Katika miaka hii 64 ya uhuru, wafanyakazi wa nchi hii sidhani kama wako huru, hasa sisi walimu tunakosa package fulani muhimu za uhuru wa nchi yetu. Package ambayo tunaikosa kwa makini sana na kwa gharama kubwa ni package ya uhuru wa kukusanyika na kujumuika, freedom of association. Inatolewa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inatolewa na sheria za nchi hii, inatolewa na sheria ya ajira na mahusiano kazini. Katika miaka zaidi ya 30 sisi walimu tumekuwa na chama kinaitwa Chama cha Walimu Tanzania, CWT. CWT imepoka uhuru wa kujumuika wa walimu kwa sababu walimu hawaendi CWT kwa free will, wanalazimishwa. Chama cha walimu kinaingia kwenye mishahara ya walimu kama funza anavyoingia kwenye kidole, bila hodi, bila taarifa. Katika miaka 6 ambayo CHAKAMWATA hakikuwepo hewani, wanachama wa CHAKAMWATA wapatao 12,231 bila hiari yao wamepokwa uhuru wao wa kukusanyika kwa hiari, wamenyonganywa mishahara, michango ya CHAKAMWATA na kuingiziwa michango ya Chama cha Walimu Tanzania CWT ya 2% bila ridhaa yao. Shida hii imekuwepo kwa miaka mingi hata kabla ujio wa CHAKAMWATA. Wafanyakazi hasa si walimu tumekuwa tukilalamika. Serikali kuu ilisikia. Tarehe 6 Mei 2013 ilitoa waraka wa serikali, waraka wa utumishi wa umma namba 1 wa mwaka 2013 kuhusu makato ya ada za vyama vya wafanyakazi kutoka katika mishahara ya wafanyakazi. Katika waraka huu serikali ilielekeza waajiri wote wakae na wafanyakazi wao na kuelimisha umuhimu wa vyama vya wafanyakazi na uhuru wao wa kujiunga ama kutokujiunga na vyama hivyo. Wafanyakazi wengi hawakutekeleza hilo, wakiwemo wafanyakazi wanaowaajiri walimu, yani Wizara ya TAMISEMI pamoja na mamlaka zake za chini, na maanisha halmashauri za majiji, za wilaya, za miji pamoja na za manispaa, hazikutenda jambo hilo. Baada ya CHAKAMWATA kusajiliwa, hali imekuwa ni hiyo, walimu wanalazimishwa kuwa wanachama wa CWT bila ridhaa yao. Na CWT wanadai kwamba wanakata fedha kwa sababu ya ada ya duka la uwakala ambalo hawajui sheria yake ikoje. Hawana mamlaka hiyo. Tumekwenda mpaka kwa kamishna wa kazi, hawana mkataba wote unaopa halali huo. Baada ya kilio chetu kuwa kikubwa, ama kilio cha walimu kupitia CHAKAMWATA kuwa kikubwa, mwanasheria mkuu wa serikali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 22 Machi 2019 aliandika barua hii akimwandikia katibu mkuu wa TAMISEMI kumwelekeza jambo hili kwamba haliko sawa, walimu wanaonewa. Toka mwaka huo na tarehe hiyo, katibu mkuu wa TAMISEMI na wizara nzima hawajalifanyia kazi, wamekaa kimya. Na si CHAKAMWATA tumefuatilia sana kwa nyaraka na ana kwa ana ili TAMISEMI itoe maelekezo kwa mamlaka zake za chini kuhusu jambo hili, lakini ilimepuuzwa mpaka sasa. Si hivyo tu, msajili wa vyama vya wafanyakazi ambaye ndio amesajili vyama vyote vya wafanyakazi tarehe 12 Novemba 2019, mbali na mwanasheria mkuu wa serikali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, msajili wa vyama vya wafanyakazi ambaye yuko chini ya ofisi ya waziri mkuu, naye akaandika barua hii akitujibu CHAKAMWATA kuhusu malalamiko ya walimu wanaonyanyaswa kwa kuingiziwa makato ya CWT kinyume cha ridhaa yao. Haya yote yanajulikana serikali, yanajulikana na chama cha na TAMISEMI, lakini hawajafanyiwa kazi. Kwa miaka zaidi ya 6 wanachama wa chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania wameingiziwa makato ya chama cha walimu CWT bila ridhaa yao,
baadhi walikuwa wanakatwa vyama vyote, anakatwa kwenye chama chake cha Kamwata, anakatwa na chama ambacho sio cha kwake cha CWT, na baadhi wameondolewa kwa nguvu kutoka cha Kamwata kwenda CWT. Hili jambo tumejaribu kulifanya kwa miaka mingi, kulipigania. Sasa tunachukua hatua mpya ambayo tunakwenda kwa matendo, tunachukua action. Kuingiza makato kwenye mshahara wa mfanyakazi kinyume cha ridhaa yake ni kosa, tena kosa la jinai. Sheria ya ajira na mahusiano kazini kifungu cha 28 kinakataza mwajiri kuingiza makato kwenye mshahara wa mfanyakazi bila mfanyakazi kuridhia. Labda hayo makato ya lazima kisheria kama vile makato labda ya kodi ya pay as you earn, kodi ya serikali, lakini mengine lazima mfanyakazi aridhie. Na ukikiuka kifungu hicho chini ya kifungu cha 102 ni kosa kwa mfanyakazi kukatwa mshahara wake bila ridhaa. Akishtaki mahakamani unalipa faini ya shilingi milioni 1, na mahakama za chini zimepewa execute adhabu hiyo kwa niaba ya mahakama kuu. Kutokana na hayo yaliyotokea, chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania kinachukua hatua zifuatazo. Kwanza, tumeorodhesha mikoa yote na wilaya zote. Tuna halmashauri 125 nchi nzima. Katika mikoa 25 ni mkoa wa Singida peke yake ambao hauna nongwa yote na cha Kamwata. Mikoa mingine yote ina nongwa na cha Kamwata. Na tumeorodhesha pesa ya mwalimu aliyokatwa katika wanachama hao 12,231, 1% iliyozidishwa kwenda CWT na 1% cha Kamwata. Tunakwenda mahakamani kufungua kesi. Na kabla ya kufungua kesi tumeshawapelekea waajiri wote nchi nzima barua za notice of intention to sue, kusudio la kuwashitaki, na wanatakiwa watujibu ndani ya siku 30. Na tunawadai jumla ya shilingi bilioni 12,326,960,571 na senti 90. Hizi fedha natakiwa kulipa CWT, na watashirikiana na hao waajiri kwa sababu wanaingia kwenye mshahara ni mwajiri alafu anampelekea CWT. Miongozo ya serikali kuu iko wazi. Tuna serikali ngapi Tanzania? Kwa nini serikali kuu itoe maelekezo alafu TAMISEMI ikiuke maelekezo? Kama mwanasheria mkuu wa serikali ametoa mwelekeo, solicitors wa halmashauri wanaweza kumkaidi. Ndio maana nchi iendelee, kwa sababu kuna indiscipline kwenye mifumo yetu ya utawala na mifumo yetu ya uongozi. Kuifanya serikali yetu ipate mafanikio ni kila mmoja anachukua jukumu, na sisi tunachukua jukumu kama cha Kamwata ili kuipa serikali kuu mafanikio. Inafanya vitu vizuri, mamlaka za chini zinakaidi. Sisi walaji wa bidhaa za huduma za serikali tunalaumu, wakati mwingine hatumjua kumlaumu. This time tumemtambua ni CWT na wakurugenzi wa halmashauri na maafisa utumishi wa halmashauri ndio wanaofanya haya mambo. Na katika hili deni wakichelewa kusitisha, kila mwezi litakuwa linaongezeka kwa shilingi milioni 222,332,566 na senti 20. Kila mwezi itakuwa linaongezeka. Kuanzia hivi ninavyoongea, wasipositisha kila mwezi deni litakuwa namna hiyo. Na haya madeni kwa mujibu wa sheria ya kazi, kila siku unaochelewesha inazaa 5%. Bilioni 12.5 ya kila siku ya Mungu kwa mwezi ni shilingi ngapi? Kwa miaka yote ni shilingi ngapi? Tunataka hii tabia ya kuvamia mishahara wafanyakazi hasa walimu ikome. Kazi ni mali ya mwajiri, lakini mshahara ni mali ya mtumishi. Tena unamlipa kwa deni, maana amekutumikia kwa mwezi mzima, unamlipa baada ya kuwa amekutumikia. Ni deni analokudai, halafu unakwenda unalikata. Na katika halmashauri hizi zinazoongoza nizitaje halmashauri za mkoa wa Dar es Salaam, inayoongoza ni halmashauri ya Temeke. Imewafanyia mambo haya wanachama wetu 1991. Jumla Temeke peke yake inadaiwa shilingi bilioni 2,340,549,635 na senti 60. Halmashauri inayofuata kwa kudaiwa ni halmashauri ya Ilala. Imefanya haya kwa wanachama wetu 1,771. Na tunaidai shilingi bilioni 2,227,840,319 na senti 80. Hayo ni wilaya kwa uchache tu. Na kila mwezi deni hili linaongezeka kwa kila halmashauri peke yake. Jumla kwa mwezi kwa nchi nzima milioni 222 na ushe. Haya tunayafanya ili tabia hii sasa iweze kukoma. TAMISEMI tumekwenda mara nyingi, wamefumba macho. Mwanasheria mkuu wa serikali amewaambia hawataki kufanya. Msajili wa vyama wafanyakazi amewaambia, wamenyamaza kimya. Kama kuna maslahi ambayo labda kuna watu wachache wanapata kutoka CWT, this time is enough. Muda huu sasa umechosha, na chama cha walimu kitambue kwamba kimevunja sheria nyingi mno.
na kilitakiwa kufutwa. Kinafanya siasa za live, kinawachukulia wagombea fomu, anaweza kushiriki individual person, lakini chama cha wafanyakazi kama taasisi imefanya madhambi mengi, wanainyamazia. Sasa tumeamka, si kwa sababu imefanya kwa CHAKAMWATA, imefanya kwa walimu. Na tunatoa maelekezo kwa walimu. Kila mwalimu aliyeghafilika na mambo haya, anayeumizwa na mshahara wake kiduchu, tunaishi na mshahara toka ulipopandishwa mwaka 2015, haukupanda tena, umekuja kupanda kidogo 2022. Kupanda kwa ule mshahara kiduchu haufanani na kupanda kwa gharama ya maisha. Ukienda sokoni ya madukani, bidhaa zilizopanda hazilingani na hicho kiduchu kilichopanda 2022. Halafu anakuja mtu anakata mshahara wako bila ridhaa. Tunatoa maelekezo kwa walimu wa chama cha CHAKAMWATA nchi nzima, waende mahakamani, wawashitaki wakurugenzi kwa majina yao na kwa vyeo vyao. Tunatoa mwongozo, tutasambaza kupitia hata miongozo mitandao ya kijamii. Kama hujui kuandika mashitaka, tunayatengeneza, tunasambaza nchi nzima. Washitakini kwa majina yao. Kila mkurugenzi akidewa shilingi milioni 1 na mwalimu mmoja. Temeke kuna walimu 1991, Ilala 1771. Kila mwalimu akilipa milioni 1, huyu mkurugenzi anazitoa wapi? Tufanye hivyo, tuwashitaki. Kwa sababu wakati mwingine serikali inapata matope kwa ajili ya watendaji wabovu wachache. Na tunamuomba Mheshimiwa Rais, tutakapowashitaki na yeye awajibishe, kwa sababu ni wateule wake, wamevunja sheria, waliapa kiapo kufanya kazi kwa kutii katiba ya nchi na kuzingatia sheria za nchi. Wamekiuka sheria. Tukiwashitaki, tunaomba Mheshimiwa Rais na yeye awashughulikie vile vile, ili serikali sipate matope kwa sababu ya watu wachache wasiokuwa na nidhamu, wasiozingatia sheria, wanafanya mambo kwa nepotism tu, kwa undugu wao fulani labda na chama cha walimu Tanzania. Hivi vyama vipo kwa mujibu wa sheria, ni sauti ya wafanyakazi. Tunapozungumza haya, sisi ni kama mbwa anayebweka. Kila kishindo kinachotisha usalama lazima ubweke. Sio lazima mwalimu alalamike. Sisi tumeona walimu wametengenezewa unyonge, na kuna watu wanapata manufaa kwa kuita walimu wanyonge. Walimu sio wanyonge. Walimu wamezaa madaktari, wamezaa maprofesa, wamezaa waandishi wa habari, wamezaa kila mtu. Walimu sio wanyonge. Ila huu mchezo unaoteteka sasa tunataka kuukomesha. Tunaiomba serikali isione kama sisi ni maadui. Tunataka discipline ndani ya mifumo ya serikali izingatiwe. Mamlaka za juu zikiagiza, mamlaka za chini zitekeleze. Tuna serikali moja tu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatuna serikali nyingine ambayo inaongozwa na CWT huku, ambayo ina kukiuka nyaraka zote hizo za serikali. Zimepuzwa for a number of years. Asanteni sana. Hatutaki kikokotoo. Na tumesema huu ni mwaka wa uchaguzi. Hatutaki kuona wala kwenye ilani za uchaguzi kwamba ilani inaahidi hivi. Tulikuwepo nyakati za awamu ya 5. Ilani inatupa pembeni, afu tunasema tunakwenda kwa ndoto za Mheshimiwa Rais na muone Mheshimiwa Rais. Sio kwa ilani tena. Kikokotoo tumekikataa, na ni vita. Tunajua tunahatarisha maisha yetu. Ni vita kati ya wenye nacho na wasiokuwa nacho, watawala na watawaliwa, wenye nguvu na wanyonge. Unawezaje kupunguza maisha kiduchu ya mfanyakazi ameishi kwa tabu? Na kumbukeni, unakuwa pension na Tanzania baada ya kutumikia kwa miaka 15. Umeshawekeza, uwezi hata kuacha kazi. Nchi zingine ni miaka 7 tu. Rwanda hapa wako beta kuliko sisi. Miaka 7 already wa pensioner. Sisi miaka 15 na bado uko masikini. Halafu kile kiduchu kidogo unanyang'anywa. Kwa nini? Wao mbona wanaongeza? Yaani wanasiasa wao ni malaika katika nchi hii. Au sisi ni raia wa kawaida? Au sisi mapepo? Sisi ni nani? Hatuna haki kwenye nchi hii. Kila siku wafanya wanasiasa wao ni kula unono wa nchi. Lakini watu wengine, ilikuwa tufike mahali hata mkulima afikiriwe kwenye pension. Anajenga nchi kwa kulima, anajenga nchi kwa kufuga, anajenga nchi kwa kupasua mbao. Pension iko kwa mtumishi tu aliyefanya kazi. Huyu mwingine alikuwa kwenye sekta zingine za kulima na kufagia, hakufanya kazi. Sio, ilikuwa tuende huko kwamba kila mzee nchi awe ni pensioner, anapewa ka package kakuwezesha maisha yake. Leo hata huyu mfanyakazi yako kadogo na kanyang'anya. Hiyo tumekataa. Hatupepesi macho, hatuikubali. Kwa mkoa wa Mbeya, halmashauri inayoongoza kwa madeni, kwa deni hili ni halmashauri ya wilaya ya Rungwe. Rungwe ilikuwa na wanachama 598 na inadaiwa shilingi milioni 4,260,174 na senti 80.
tamaa na sasa mmerudi kwamba wajue kwamba tumerudi kwa upya na kasi nyingine kidogo. Na tuelekea kwenye uchaguzi sasa hivi, uchaguzi mkuu. Walimu wajue chama chao pendwa cha CHAKAMWATA kilichoasisiwa na wao wenyewe kimerejea na kiko kazini. Na katika maelekezo tuliotoa kwamba waende wamshtaki mkurugenzi kwa jina lake binafsi na kwa cheo chake pia, wasione hofu. Tutaandaa utaratibu, tuko vizuri, tutautuma mpaka kwenye mitandao ya kijamii, wataushusha, wataandika, watengeneza, watapeleka. Kesi inapokwenda kuwa kubwa, huku tutaibeba sisi kama chama. Na gharama za kuendeshia ni michango yao wenyewe, chama kitakwenda kugharamia, pesa yao wenyewe itatumika kuwatetea. Naitwa Christopher Ndendekisye, ni mkurugenzi wa chuo cha True Road Safirisha. Sisi tuna kozi 6. Ya kwanza fashion designing, ya pili cosmetology ambayo ina maeneo mawili, hair dressing lakini pia na beauty, ya tatu hotel management, ya 4 tunafundisha upande wa magari kuendesha, na haya ni magari makubwa, malori na gari za abiria. Ya 5 ni kozi ya ujenzi wa vitu mbalimbali, kwa hiyo tunaita construction and crafts. Ya 6 ni mambo ya biashara kwa maana business studies. Sisi tupo Ilala Boma, Dar es Salaam, karibu na ofisi za mkuu wa mkoa. Hosteli ni bure kabisa kwa wale ambao wanatoka mbali. Asanteni.